Jambo mojawapo kubwa lilodhihirika kwa mshambuliaji mpya wa Yanga Laurindo Dilson Aurelio Depu ni kwamba awapo uwanjani akipangwa kama mshambuliaji kinara peke yake, huwa hahusiki sana kwenye matukio. Ndiyo, hana production nyingi, lakini jambo lingine ambalo limejidhihirisha ni kwamba anapokuwa na wenzake, yani Yanga anapokuwa na mfumo wenye kuhusisha washambuliaji wawili, huwa na madhara zaidi. Lakini kubwa kuliko jambo lingine lililodhihirika kuhusiana na Depu, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola, amesajiliwa na Yanga ya kocha Pedro Gonçalves wakati wa usajili wa dirisha dogo, ni kwamba aonekana akihusika sana, ahusiki sana kwenye mchezo, lakini mwisho wa siku atafunga, na ndicho alichofanya mpaka sasa. Depu kwenye mechi 3 akiichezea Yanga tangu atue wakati wa usajili wa dirisha dogo kwenye ligi kuu Tanzania bara, nazungumzia mechi za ligi kuu Tanzania bara, tayari ameshafunga mabao 4 hivi sasa. Ndio, mabao 4, lakini ameshatoa asisti 1. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba ameshachangia mabao 5 kwa ujumla, kwa sababu ya mabao 4 aliyofunga na pasi saidizi ya bao 1. Hili bao la 4 alilifunga katika mechi ngumu ambayo Yanga walicheza dhidi ya Namungo ugenini kule Ruangwa mkoani Lindi kwenye uwanja wa Majaliwa, ambapo mwisho wa siku bao lilofunga kwa mkojo penalty katika dakika 26 ndilo pekee lilohakikishia Yanga pointi 3 muhimu katika mchezo huo. Na ikumbukwe mpaka sasa Yanga wana pointi 25 kati ya pointi 27 zitokanazo na michezo 9 ambayo ni ufanisi wa around 93%. Lakini kwenye pointi hizi Yanga ndio vinara pia wa kufunga mabao, Yanga ndio vinara wa ukuta imara, kwa sababu kwenye mabao wameshafunga mabao 22, wameruhusu mabao 2. Goal difference unapata 20, kwa lugha nyingine unaweza kusema hivyo. Sasa kwenye mabao 22 yeye tayari ameshachangia mabao 5 katika mechi 3 tu. Yanga imecheza mechi 9, mechi 6 ya kuhusika katika ligi kuu Tanzania bara, kuchangia mabao 5 katika mabao 22 ambayo Yanga ameshafunga mpaka sasa. Maana yake ni kwamba mchango wake wa mabao ya jumla kwa mabao ambayo ameshafunga Yanga, ingawa amecheza mechi 3, utagundua hapa ni around 23%. Ni kiwango cha juu cha mabao, na sasa vinamfanya Depu awe miongoni mwa wachezaji wawili wanaongoza kwa kupachika mabao mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara, mabao ya Yanga, kwa sababu kabla ya yeye kufunga bao hili dhidi ya Namungo, kinara wa mabao ndani ya Yanga kwenye ligi kuu kwa msimu huu unaoendelea ni Prince Mpumelo Dube. Alikuwa tayari ameshafunga mabao 4 baada ya kucheza mechi 5 dakika 530. Dube ndiye alikuwa kinara kwa upachikaji mabao, lakini Depu mechi dhidi ya Namungo ni mechi yake ya 3. Kabla hapo alikuwa ameshacheza mechi 2, mechi dhidi ya Mashujaa na mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ambazo kwa ujumla alikuwa ameshacheza dakika 110, akiwa amepiga mashuti kabla ya mchezo dhidi ya Namungo, mashuti 4, 3 yamelenga shabaha, halafu akawa amefunga mabao 3, akiwa pia ametoa asisti 1. Sasa kufunga bao dhidi ya Namungo la mkojo wa penalty, ndipo unapata mchango wake wa mabao ukifikia mabao 5 kwa ujumla, 4 akifunga, 1 assist. Kwa mchezaji ambaye ndio kwanza ametoa kati ya usajili wa dirisha dogo, idadi hii ya mabao, mchango wake pamoja na assist ni ya juu mno, kiasi ya kwamba kama anaendelea na kasi hii, basi vitamfanya aendelee kuwa miongoni mwa nyota wa kutumainiwa ndani ya Yanga, kwa sababu mwisho wa siku timu inapocheza inachotaka kikubwa ni kufunga mabao ambayo mwisho wa siku yanaiongezea nasibu ya kupata matokeo ya ushindi. Depu akicheza peke yake anakuwa husiki sana, na imedhihirika katika mechi dhidi ya Namungo ambayo Yanga kwenye mfumo wake wa kucheza, kikosi kilichoanza, ilikuwa inaonekana kana kwamba pale juu Depu yuko peke yake. Ndio kama 4-2-3-1, yani baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini Depu pale ambapo kocha Pedro Gonçalves ameshamtumia akiwa na mwenzake kwenye kushambulia, yani kuna kuwa na washambuliaji wawili, Depu ameonekana akihusika zaidi. Kwa mfano katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, kabla mechi yao dhidi ya JS Kabylie, Depu alikuwa amecheza mechi 3 dakika 230, lakini amepiga shuti 1 tu, hana bao, hana assist. Ni kwa sababu katika mechi hizo 3 kwa kiasi kikubwa
alipopata nafasi ya kucheza mwalimu Pedro Gonçalves alikuwa anampanga kama mshambuliaji kinara katika mfumo huu uliotoka kueleza. Lakini mechi dhidi ya JS Kabylie kwa mfano, ambayo ni mechi ya 6 ya mwisho kwenye hatua ya makundi kwenye kundi lao la B, pale kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga walishinda kwa mabao 3. Depu alifunga mabao 2 katika siku hiyo. Na sio tu kwamba alifunga mabao 2, lakini pia Depu alihusika zaidi katika mfumo ambao Yanga walikuwa baada ya golikipa wana walinzi 4, viungo 4, wanaoshambuliaji 2 ambao alikuwa ni pamoja na Prince Pumelo Dube. Matokeo yake Depu alionekana kuwa na madhara zaidi. Ni kwa sababu Yanga akisimama peke yake, miongoni mwa madhara kwake na kwa Yanga juu ya namna anavyokuwa anashiriki zaidi, Yanga haina utaratibu wa kupiga crosses. Yaani wanaoenda katika mwisho wa mstari wa uwanja, kwa maana kwamba kwenye touchline huwa wanapiga passes zenye umbile V passes au tuseme cutback passes, sio kupiga cross kumwaga maji. Matokeo yake yeye kwa kusubiri huduma za namna hiyo anajikuta yuko isolated, anatengwa muda mwingi, wakati mwingine anaonekana kama anakimbia tu. Lakini anapokuwa na mwenzake, maana yake tayari fursa inapatikana, kwa sababu mwenzake ambaye ni Dube kwa mfano amekuwa yeye akidrop deep, akienda pembeni kushoto, akienda kuchukua mipira na kumfanya Depu awe na madhara zaidi. Katika mechi dhidi ya JS Kabylie alipiga mashuti 6. Kati ya hayo 3 alilenga shabaha, akafunga mabao 2, ikiwamo goli la kichwa lilitokana na mpira wa cross uliopigwa na Alan Okello, halafu akafunga bao lingine kwa mkwaju wa penalty, tunakumbuka vizuri. Kwa hiyo ameshathibitisha Depu, awe vyovyote uwanjani, awe active sana, awe anaonekana kama hayupo kwenye matukio mengi, lakini mwisho wa siku kwa mechi hizi 3 kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa mfano amedhihirisha atafunga tu, ama kwenye open play ama ukitokea mkwaju wa penalty, kwa sababu imeonekana ni penalty taker mzuri mpaka sasa. Sasa ni juu ya kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi kuona namna gani wanaweza kanufaika zaidi na Depu ambaye anafunga, halafu anafunga hata kwa mikwaju ya penalty. Lakini kimsingi imedhihirika anapokuwa anacheza na mwenzake, yani wanakuwa washambuliaji 2, kwenye mechi hizi chache alizocheza ameonekana kuwa na madhara zaidi pengine kuliko anapokuwa yeye peke yake. Akiwa peke yake, jambo ambalo anaweza kaongeza hatari zake kwa wapinzani ni Yanga kuangalia namna ambavyo katika baadhi ya nyakati watakuwa wanapiga cross kwa ajili ya kumhudumia, kama ambavyo alifanya Alan Okello katika mechi dhidi ya JS Kabylie. Lakini kimsingi Depu ameanza kwa gia ya juu mno. Hivi sasa anaongoza kwa mabao ni mchezaji Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo, ambaye ameshafunga mabao 7 baada ya kucheza mechi 12, ndiye anaongoza kwa mabao, akifuatiwa na Sare Karabaka wa JKT Tanzania mwenye mabao 6. Depu mechi 3 tayari ameshafunga mabao 4. Ni dhahiri kwamba kwa kasi ya upachikaji mabao, kama ataidumisha, huenda akawa miongoni mwa wachezaji watakaofunga mabao mengi zaidi katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025-26, lakini pia kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake kwa ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine kwa msimu wa 2025-26, hasa baada ya Yanga kwa tayari imeshaondoshwa katika ligi mabingwa barani Afrika, wakiishia hatua ya makundi, wakimaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao la B, vinara wakiwa Al Ahly waliokwenda katika hatua ya robo finali na FAR Rabat. Je, kasi ya Depu itaendelea kwa kiasi gani? Na je, kocha Pedro Gonçalves ambaye anamjua sana Depu, alishamuongoza katika timu ya taifa ya Angola na kuwa mpachikaji mzuri wa mabao, atamtumia namna gani katika kuhakikisha uwezo wake kupachika mabao na kumfanya awe ndiye all time goal scorer katika michuano ya Kosafa, akifunga mabao 13, michuano ambayo ilianzishwa mwaka 1983. Aendelee kuwapa furaha wana Yanga kwa kucheka na nyavu hata pale asipoonekana kuwa na makeke mengi uwanjani. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.